Mimi nimetoka kijiji cha Hala. Kwa kupitia mkutano wako huu, niombe mwenyekiti wa kijiji cha Hala, kwa takriban mwaka sasa hatujapata mkutano mkuu wa kijiji. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kuna kazi ambazo zinaendelea pale, kuna viwanja vimeuzwa. Pia tulitamani kupata taarifa vile viwanja. Haya, mwenyekiti, imekuwaje mwaka mzima hakuna mkutano wa kijiji? Sio kwamba sijaitisha mkutano mkuu. Mkutano mkuu nimeitisha, kipindi ambacho sijaitisha niki cha kampeni tu. Mara ya mwisho mmeitisha mkutano lini? Tarehe 1 mwezi wa 3. Mwaka huu. Kosa bado muda mrefu. Mikutano mnakaa kila baada ya muda gani? Ni kila baada ya miezi mitatu. Hapa katikati tulishindwa tu kwa sababu ya kampeni mkuu. Hatukuwa na kampeni, sio mwezi wa 6. Kampeni zitoka wapi? Ndio. Bosi. Usitusingizie. Mwezi wa 6 kampeni zitoka wapi mwezi wa 6? Watendaji walikuwa wanahamishwa ndio wanashindwa kufanya. Si kweli. Ofisi zilikuwepo na kazi zilikuwa zinaendelea. Ndio. Mikutano ile ni ya kisheria. Ndio. Na imeamriwa iwe inafanyika kwa sababu ya kuondoa kero na changamoto kama hizi. Sawa. Kwa sababu sasa mwananchi ule kaja hapa kalalamika, na kulalamika kwake ni haki yake, naomba nikwambie. Lakini jinsi ninavyojua sisi tulivyo, ukitoka hapa utabeba nongwa. Umchukie yule, umwambie ni uwe ngoja utekewa cha moto, mimi ndio mtendaji wa kijiji, hatutaki mambo hayo. Yule kaja kaongea ukweli, kwa sababu ni haki ya wananchi kuambiwa habari zinazoendelea kwenye vijiji vyao. Mikutano ni haki, na mikutano iliyopo kisheria. Lazima tufanye mikutano. Umeelewa? Mtendaji wako ni nani wakata? Ni huyu bibi mwenye vidimpozi? Ndio. Ni ule mwenye vidimpozi? Mtendaji wake huyu yuko wapi wakata? Wakata yupo, na kijiji pia yupo. Na wakijiji yuko mtendaji wakata, mtendaji wa kijiji. Kwa nini hamfanyi mikutano? Sio kwamba hakuna mikutano inayofanyika. Tumefanya mkutano wa mwisho lini? Kwa kumbukumbu zangu nakumbuka hata mara ya mwisho tarehe 15 kabla ya uchaguzi mwezi wa 10. Na nakumbuka ilikuwa nifike kwenye ule mkutano, nikawa nimepata dharura. Ulifanyika mkutano kwenye kijiji chako? Kwenye kijiji mkutano ulifanyika? Ndio mheshimiwa. Mwezi wa ngapi mkutano ulifanyika wa mwisho? Ilikuwa tarehe 15 mwezi wa 10. Sasa wewe na huyu nani muongo? Kwa sababu mwenyekiti anasema mkutano umefanyika wa mwisho mwezi wa 3. Wewe unasema mkutano wa mwisho mwezi wa 10. Wewe na mwenyekiti wako nani muongo? Wewe sa mwenyekiti wako si ndio huyu? Sogea upande wako. Nataka niwasaidie maarifa. Haya, chukuana wewe na mwenyekiti wako, nendeni pale chemba. Mkija hapa mje mmepatana kuongea aidha uongo mmoja ama ukweli mmoja, nendeni pale. Sisi tunawasubiria. Tuache mambo yenu alongolonga hapa. Nendeni mkija hapa mwe tayari mmepatana, aidha kutuambia uongo mmoja unaofanana au sio? Au ukweli mmoja unaofanana au sio? Kuliko kutuvuruga tunashindwa kwa nani mkweli nani muongo. Sasa waje na kimoja tujue. Wakituambia sisi tutaelewa. Aidha ndio uongo ama ndio ukweli, lakini uje wa kufanana. Watendaji, naomba mnisikize kwa makini. Swala la mikutano ni swala lisiloepukika. Na kuacha kufanya mikutano na kuwasomea wananchi mapato na matumizi ya vijiji vyao ni kosa kisheria. Kwa hiyo inawezekana hatufanyi kwa sababu kama hivyo wanapolalamika kwamba mnafanya ubadhirifu. Sasa kwa sababu wananchi wamesema tufanye ukaguzi kwenye kijiji hicho, na vijiji vyote ni mali ya serikali, vimepewa miongozo, sisi tutafanya ukaguzi kwenye kijiji hicho. Sawa? Mkurugenzi ana timu kule ya watendaji, ndio wale pale. Mkurugenzi kwa wapi? Mkurugenzi, nataka taarifa ya kijiji hicho vizuri, ya mapato na matumizi, mwenendo wa shughuli za serikali, lakini pia tujue shughuli ambazo zinafanyika kwenye kijiji kile na mengineo kama atapatikana. Tuyapate, tukishayapata mimi sina tatizo kwenda kuongea na kijiji kimoja. Ukishanipa taarifa mimi nitakwenda kwenye kijiji hiki. Nitakwenda kuongea na wanakijiji. Kwa sababu nikifika nitakuta na kijiji wenyewe wenye kijiji chao. Watanielezea vizuri, nitaelewa, na baada ya pesa tutaondoka tukiwa tumekubaliana. Tunakoga, tunalala na viatu. Umeelewa? Kwa hiyo nitakuja. Sitaki nimeshapatana.
Basi utunzeni uongo wenu na ukweli wenu utunzeni, tukutane kijijini.